Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linapenda kutoa taarifa ya matukio matano, yote ni ya kujeruhi yaliyoripotiwa kutokea katika jiji la Mbeya, wilaya ya Chunya, Kyela na Rungwe, ambapo wananchi katika maeneo haya wameweza kujichukulia sheria mkononi na kuwajeruhi watu watano kwa tuhuma zinazosadikika kwamba wamejihusisha na vitendo vya kushirikina kwa kuwagusa watu kisha kupoteza sehemu zao za siri. Matukio hayo yametokea kwa nyakati tofauti kati ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2026 na tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 kama ifuatavyo. Kwa wilaya ya Mbeya, kwa maana ya jijini Mbeya, yametokea matukio mawili. Tukio moja limetokea katika mtaa wa Maendeleo jijini Mbeya na lingine limetokea huko eneo la Kabwe jijini Mbeya. Na kwa wilaya ya Chunya limetokea tukio moja, na kwa wilaya ya Rungwe limetokea tukio moja huko eneo la Double J, na lingine limetokea huko Rungwe wilayani Rungwe. Watuhumiwa ambao wanaendelea kushikiliwa kutokana na kuzua hii taharuki, mpaka sasa hivi wamekwisha fikia idadi ya watuhumiwa 8, ambapo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya sasa linawashikilia na kufanya mahojiano nayo kuhusiana na haya matukio matano, ambao ni Hudson Kapemba mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Mwaoga, kata ya Makongorosi wilayani Chunya. Mwingine ni Ismail Ramadhani miaka 42, mkazi wa Shewa jijini Mbeya. Mwingine ni Kennedy Simtengu miaka 35, mkazi wa Nkuyu. Ambwene Mwasongwe miaka 35, mkazi wa Karumburu. Ezekiel Mwabusenga miaka 33 na Anangisye Mwambije miaka 22. Hao wote ni wakazi wa Mwanganyanga wilayani Kyela. Na wa mwisho ni Saidi Mwakyusa mwenye umri wa miaka 33, huyu ni mkazi wa Makongorosi wilayani Chunya. Hawa sasa wanaendelea kushikiliwa kwa tuhuma za kuzua taharuki na kupelekea kujeruhiwa kwa baadhi ya watu kwa silaha za jadi, kwa kile walichokitaja kwamba hawa wanawagusa watu na matokeo yake kuwasababishia sehemu zao za siri kupotea. Kwa hiyo ambao ni wahanga na wao pia tunaendelea kuwashikilia na kuwahoji. Wa kwanza ni Veniko Msangawale miaka 20, huyu ni mkazi wa kijiji cha Nambizo wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Na pia kuna mtu mmoja ambaye mpaka sasa hivi hajafahamika jina, mwenye umri kati ya miaka 25 mpaka 30. Na mwingine ni Ana Kisambwe mwenye umri wa miaka 37, huyu ni mkazi wa Mbugani wilayani Kyela. Na Eliud Duncan miaka 20, huyu ni mkazi wa Katumba Tukuyu. Hao wote ni watuhumiwa kwa sasa hivi kwa sababu wamezua taharuki ya kwamba sehemu zao za siri wanashikiliwa kwa kujihusisha sasa na vitendo hivyo vya kuwagusa watu na kuwapotezea sehemu zao za siri. Lakini uchunguzi ambao tumeufanya pindi linapotokea tukio hili, wote hao wanafikishwa katika hospitali na kufanyiwa uchunguzi, lakini wanabainika kwamba wako sawa. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya kujichukulia sheria mkononi kuacha mara moja tabia hiyo, na badala yake wajenge tabia ya kuwafikisha kituo cha polisi watuhumiwa wanaowakamata au wanaowatuhumu kwa tuhuma zozote zile au tuhuma mbalimbali, ili wanapowafikisha katika kituo cha polisi hatua stahiki ziweze kuchukuliwa, badala ya kufanya vitendo vya uhalifu ambavyo Jeshi la Polisi linakemea.